Naam, nitarudia tena ambapo India itakuwa mwenyeji wa mkutano wa 11 wa mawaziri wa nishati wa BRICS mnamo tarehe 25 mpaka 26 Juni mwaka 2026 huko Gurugram, Haryana, chini ya wenyekiti wake wa BRICS kwa mwaka 2026. Mkutano huu utawaleta pamoja mawaziri wa nishati na maafisa wakuu kutoka nchi zote wanachama wa BRICS ili kuendeleza ushirikiano kuhusu usalama wa nishati endelevu pamoja na uvumbuzi. Awali nimezungumza na mchambuzi pamoja na mtaalamu wa masuala ya uchumi Shaban Mwalimu kutoka Kenya. Lengo kuu la BRICS ni kujaribu kuona kwamba wanaweza kukaa kama block au kama kundi ambalo litakuwa na sera kinzani za kiuchumi dhidi ya ile inayosemwa New World Order. Kumeibuka pia kwamba kuna wanachama ndani yake wa BRICS waliunga mkono upande wa Palestina, na vile vile vita dhidi ya Iran walikuwa hawaungi mkono vita dhidi ya Iran ambavyo vinaongozwa na Marekani sambamba na Israeli. Lakini vile pia mkutano huu una maandalizi makubwa juu ya mkutano utakofanyika Septemba mwaka huu kujadili ushirikiano wa pamoja na kuweza kutanua ule wigo wa biashara ndani ya wanachama wanaoitwa katika Global South. Tukiangalia mataifa ya Afrika, unadhani yananufaika kwa kiasi gani na kundi hili la BRICS ambalo tunajua lina taifa la Ethiopia lakini pia na Afrika Kusini? Mataifa ya Afrika yanategemea kama tulivyoeleza mara kwa mara uchumi wa kuagiza. Sasa mara nyingi serikali za Kiafrika zinaangalia kwamba labda kuwa na ushirikiano mpya utakuwa ni kiimarisho cha chumi zao, kwa maana kwamba watakuwa na nafasi labda ya kukopa mikopo katika benki. Uelewe kwamba sasa kuna benki ambayo inaitwa New Development Bank ambayo pia ilibuniwa ili iweze kukopesha mataifa haya ya Afrika na kuweza labda kufadhili miradi. Lakini tatizo kwangu mimi kiuchumi, naona kwamba Afrika bado itaendelea kuwa ni kama Waingereza wasema construction zone, yani eneo la ujenzi tu wa mabarabara na miundombinu mingineo kama haya. Lakini nadhani ile falsafa itabakia vile vile kwamba tunataka kuomba zaidi, na kuomba zaidi hakuleti manufaa kwa yule raia wa kawaida ambaye zigo la ushuru ndio atapandikizwa kisha ilete matatizo zaidi ya kiuchumi. Kwa hivyo faida itakuwa ni kwa serikali, lakini serikali ikija na sera ambazo ni nzuri ndio faida inaweza kuakisi kwa raia. Lakini ikiwa sera za mataifa yetu itakuwa ni zile zile za kuomba mataifa ya mashariki tutoke katika kambi ya magharibi tuende katika mashariki, bado itakuwa kuna tatizo na tinabalua sana za kiuchumi. Na moja kati ya mambo ambayo BRICS inasisitiza ni kupunguza utegemezi wa dola. Hili lina faida kwa kiasi gani katika mataifa yetu ambayo yanapambana na mfumuko wa bei, uhaba wa sarafu za kigeni na kupanda kwa gharama ya maisha? Kuna tatizo sana la kiuchumi la kuhusu sarafu hasa ya dola, kwa sababu zaidi hapa tuelewe kwamba ulimwengu unapelekwa na mfumo unaoitwa fiat, yani pesa za makaratasi ambazo hazina ile kitaalamu tunasema intrinsic value, ile thamani ya kushikika. Tofauti na wakati ule wa nyuma kabla ya vita vya kwanza vya dunia au vita vya pili vya dunia, ulimwengu ulikuwa ukipelekwa na mfumo wa gold and silver standard, yani mfumo wa dhahabu, kwamba pesa zinachapishwa lakini kwa kiwango sawa cha dhahabu. Sasa janga kubwa la kiuchumi kwa hivi sasa ni suala la kwamba mataifa mengi yanahitaji dola. Kwa nini inahitaji sarafu ya Marekani? Kwa sababu miamala mingi ya kimataifa leo, biashara kubwa, mafuta na mengineyo inapelekwa kwa mujibu wa sarafu ya dola. Sasa mara nyingi serikali nyingi za kwetu huko Afrika zinang'ang'ana zipate ile akiba kubwa ya dola ili ziweze kuhimili ile biashara na mengineyo kama haya. Sasa huu mchakato wa kwamba sasa tunataka tusitegemee sana dola, kimaoni yangu ni kwamba pia itakuwa kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu dola hivi sasa Marekani anadhibiti uchumi wa kiulimwengu. Kwa hiyo utakuwa na changamoto kubwa sana katika hizi nchi zetu, kwa sababu sarafu zetu mpaka sasa zinakuwa Waingereza wanasema pegged, yani zinaunganishwa na dola. Changamoto itakuwa ni tutakuwa na mkakati upi kama nchi ama kama taifa ya kutotegemea dola, tuje na mfumo ambao utakuwa ni tegemezi wenyewe
pasi na kuegemea sarafu ya kigeni ya dola Marekani, inatumika kama fimbo ya kisiasa. Kwa kumaliza tu, Shaban Mwalimu, mataifa mengi bara Afrika yamekuwa yakipambana sana kuwa wanachama wa kudumu katika miungano mikubwa tu, kwa mfano kama NATO, lakini kwa BRICS imekuwa ni tofauti. Tunaona nchi chache sana, Ethiopia, Afrika Kusini pamoja na Misri. Kwa nini? Hizi nchi ukiziangalia za muungano wa BRICS zina idadi kubwa ya watu. Sasa inatajwa takriban bilioni 3.24 hivi. Hawa kiuchumi, watu wengi ni ile human capital ambao wanaweza kuchangamsha uchumi. Ndio utakuta inajaribu BRICS kujitanua, kuingiza wanachama wapya, Misri na Ethiopia na Afrika Kusini na hivi sasa Uganda pia ewe mshirika, kuwe na watu wengi. Na watu wengi kiuchumi wanasema kwamba ina uwezekano kwamba unawawezesha ama unaweza kujenga soko kubwa, kwa sababu unaweza kuwa na bidhaa na ukaiuza kwa watu wengi zaidi. Lakini swala msingi hapa ni je, kuna mazingira yepi rafiki ambayo yatahakikisha kwamba uchumi hauwezi tu ukawa ni wakurupuka katika misingi hii tunayozungumza sasa, kwa sababu elewa kwamba kunakuja na BRICS. Tatizo msingi la kiuchumi tumelitatua, kwa sababu tunaweza kuungana katika BRICS. Tumetoka katika labda IMF, tumeona kwamba hatuna ushawishi mkubwa katika IMF, kwa hivyo tuje na BRICS. Je, tatizo msingi tumelitatua, ambalo ni vipi? Ni mfumo ambao wanasiasa na watawala wanaupeleka kwa mujibu wa kujinufaisha na zile rasilimali zao peke yao. Wao ndio wanamiliki mashirika, wao ndio wanamiliki vyanzo vya uzalishaji. Kwa hivyo imekuwa hata kudandia miungano kama hii ama kuja na miungano kama hii, bado kuna changamoto nyingi sana, kwa maoni yangu, zabidi zitatuliwe kwanza kabla hatujafika katika ruwaza hii ya BRICS. Naam, ni mchambuzi na mtaalamu wa uchumi huyo Shaban Mwalimu kutoka kule nchini Kenya, kama nilivyozungumza naye. Na hapo, msikilizaji, na tamatisha matangazo haya Amka na BBC. Msimamizi wake na Steha Mohamed, Hariri ni Florian Kaijagi, na kukumbusha tu saa 12:30 jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia, na saa 3 usiku ni Dira ya Dunia televisheni. Mimi ni Skola Kisanga, asante na asubuhi njema. Kwaheri.